Ni moja ya wasanii ambao wamefika kwenye kusindikiza safari ya mwisho ya baba yake mzazi na msanii wa Singeli Meja Kunta. Voice, pole sana kwa msiba. Asante sana. Msiba huu unakuhusu kwa sababu wewe na Meja Kunta ni family friend. Kwa kipindi hiki kigumu ambacho anapitia, ungempa neno gani la faraja labda? Mungu amtie nguvu, Mungu amjalie subra, ampe faraja. Hakuna kingine cha kumwambia zaidi, pia walaze pema wazazi wetu peponi. Hiki alichokiona hapa ni fadhila ambazo yeye kaziweka kwa watu na akiba ambayo alihifadhi wazazi wetu kwa watu. Maana leo tumefurika, watu tumekuja kwa wingi. Aendeleze ambazo wazazi wetu walivyoviacha. Kama ni wema endeleze wema, kama ni subira endeleze subira. Mungu amtie nguvu, ampe subira nao. Baba yake na Meja Kunta, sababu unamfahamu kama family friend ambavyo nimesema, alikuwa ni mzazi wa aina gani kwako wewe binafsi, kachilia mbali labda Meja Kunta ambaye ni mwanae kabisa? Mzazi ni mzazi, na mzazi always anakuwa ni mwema tu. It depend ana mrefu, mfupi, mlevi, mvuta bangi, mzazi ni mwema tu. Kwa hamna namna yote ambayo tunaweza tukamzungumzia kwa ubaya, sababu yeye ni mzazi wetu, tunamzungumzia katika position tu ya kama mzazi. Aliparticipate kwa nafasi yake. In fact pia mwanae alimpambania kwa nafasi yake. Mungu kama kumpenda zaidi, kwa alitupambania kama watoto wake katika uwezo ambao yeye Mungu kamjalia. Na hapo alipoishia ndo Mungu alipoamua kumuona aishie. Tunashukuru kwa muda wake tuliokuwa nao pamoja, tunashukuru kwa support yake alotupa, tunashukuru kwa nguvu yake aliyowekeza katika sanaa zetu. Tutamkumbuka kwa mengi. Uzuri kaacha vijana ambao tunapambana. Ahueni ya maisha tunaiona, hatuna kikubwa, hatuna kidogo, ila ahueni ya maisha tunaiona. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu, tofauti na angesema kaacha watoto ambao hatuna mbele wala nyuma. Leo hii unavyoona mazishi yanaenda sawa, watu wamekuja, ni nguvu ya yeye alipoviwekeza uzao wake kasababisha leo wanawe na hisi hata huko atakapoenda atakuwa fahari na sisi watoto wake nao. Sahihi. Meja Kunta aliposti ujumbe kwamba anauza mali zake na vitu vyake vya thamani kwa ajili ya kumtibia baba yake mzazi. Ulipoona ule ujumbe, kwanza ulishika simu kumpigia kujua kitu gani ambacho kinaendelea, au mlikuwa mnawasiliana before? Hakunijuza taarifa, sikupata ile taarifa, lakini pia nilikuwa nipo kazini, kwa niko Tarime kwenye kazi. Watu nilivyoona, kwa hiyo ni swala tu lilobakia sasa hivi kwamba Mungu akampenda zaidi mzazi wetu. Vingine yeye alikuwa katika jitihada za kumuokoa mzee. Hivyo vyote ambavyo kafanya kaparticipate kama mtoto, kulikonia kukaa ni yeye kawafikisha jambo hili kwa Watanzania wenzake ambao ni ndugu zake na walochangia kusupport wamesupport, ambao kubahatika kusupport inshallah watasupport mambo mengine. Kwa hiyo hakuna ubaya Hakuna ubaya. Maana watu kama wanajaji wengine mitandaoni, kwa hiyo nachukua hatua hiyo kuuza vitu, au wengine pia walizani kama ni kiki kutokana na Meja Kunta matukio ambayo amepita, walikuwa wanamtafsiri hivyo. Sisi ni wasanii, lakini nje ya usanii kila mtu ana majina yake ambayo ni natural. Sisi tunaishi maisha yetu ya maisha ya kweli, tunasema maisha ya kibinadamu. Kiasi cha kwamba huwezi kubadilisha kitu chochote. Ni mwanadamu ambaye unakuwa na stress, unakojoa, unakula, unaenda chooni kama wanadamu wengine. Kwa hiyo ndio maana nikasema huwezi jua alikuwa katika situation gani. Yeye end of the day iliyotokea ndio hivyo. Kwa hiyo hatuwezi kujua, ambao walibahatika kuchangia walichangia. Na hata hivyo baadhi ya viongozi walivyoona walisupport. Kwa hiyo ina maana hataki kumlaumu, hataki kusema kwamba alifanya kitu kibao kitu kizuri. Yeye mwenyewe ndo anajua alikuwa katika situation gani. Asante sana.